Naitwa Abdalla Omari Saidi. Ilikuwa siku ya Idi pili. Kuna sehemu nilikuwa naelekea jirani kwake pale. Nikamwona mwenyekiti akapita pale kwa sababu ni mwenyekiti ambaye tunamtaniaga na mimi pia nimejenga ni mkazi wa kule. Nikamsalimia tu mwenyekiti. Shikamoo, naomba hela. Mwenyekiti hapo akanambia sina hela. Nyinyi mmekaa tu mnavutavuta bangi hapa, hamna kazi za kufanya. Nikamwambia sio kama hatuna kazi za kufanya. Mimi na duka langu kule, nitaka Hussein Baili pale na nimemwacha kijana kule, mimi nasubiri hela ziingie tu mzee. Mzee una open lakini hauna hela soda. Baada hapo mzee akageuka. Akaanza kuendelea kunitukana sasa hapo, akaanza kunisema maneno makali yale mimi siwezi kuyatamka. Akanisema sana maneno makali. Nikaingia pale ndani kwa yule mama pale. Nikamwambia mazaa huyu mzee mbona leo ananipanikisha hivi, ase mbona kama ananiletea ugomvi. Au nikae humu ndani nini? Akanambia ina haja bana, wewe toka nje ongea naye. Nikatoka pale nje. Pale tu nilivomsogelea akanipiga ngumi ya uso. Nikamwambia mzee ni vipi? Nageuka pembeni kijana yake akanijaza tena ngumi ya uso. Nikaona mimi niondoke kukimbia ule ugomvi. Nikaondoka zangu na kata ile kona nikapigwa mtama. Nikawa nimeanguka. Yule chali mwingine akaenda beba kuni. Mwenyekiti anasema piga mpaka afe huyo. Wenyewe walikuwa ngapi? Walikuwa 3. Na mwenyekiti jumla ni 3. Kwa majina mimi naitwa Zawia Omari. Dada yake na Abdalla Omari, kijana aliyeshambuliwa. Siku ya tukio mimi nilikuwa kazini kwangu, mtaa wa Ngarenaro, dukani. Kijana alipita, akaniita tukasalimiana kwa mbali, mdogo wangu. Akawa ameingia mtaa wa Mzambarauni. Dakika kama 10 baadaye nikasikia kelele naitwa jina, Dazawia. Nikawa nimetoka. Wakati natoka tayari alikuwa ameshatangulia ndugu yangu mwingine wa kiume. Akawa amekimbia kwenye tukio. Wakati mimi nafika nakuta mdogo wangu anaenda chini, amepigwa ngeu ya kichwani, anavuja damu. Kwa mimi kufika pale nilichokifanya niliwahi kwenda kumkamata mdogo wangu. Wakati wote tayari akawa anapoteza fahamu mikononi mwangu. Nikajaribu kutulia kwanza ili nijue ni nini kwa sababu nimefika kwa haraka. Mbele yangu nikamwona mwenyekiti wa kitongoji cha Warangi A au Ngarenaro, Mzee Bryson Moshi, na kijana mwingine anaitwa Mrisho akiwa ameshika rungu, na kijana mwingine anaitwa Babu ambaye ni mjukuu Mzee Bryson. Mzee Bryson ni mwenyekiti wa kitongoji. Yeye ndo mlinzi wa amani kwenye eneo husika. Anapataje ujasiri wa kushiriki ama kuanzisha ugomvi na kijana mdogo? Yule mzee ni mtu mzima, kijana wa miaka 30. Natumai hata kama angekuwa amemkosea, angeweza kupiga simu kituo cha polisi, akaomba msaada, akasaidiwa kama kiongozi. Kwa hiyo mimi nimechukulia hicho kitendo binafsi ni kitendo kibaya na kitendo kiovu. Mwenyekiti ni kiongozi mwenye dhamana ya wananchi, amebeba wananchi mtaa mzima. Ninashaka sana na uongozi wake kama anaweza kushiriki kwenye jambo kama hili mchana kweupe, je usiku anaweza kufanya nini? Kwa hiyo naamini Ngarenaro hatuko salama kwa sababu tuna mwenyekiti ambaye anaweza kushiriki kuumiza watu, anaweza kushiriki matendo maovu. Mimi kwa majina naitwa Loa Amos. Ni mwenyekiti wa kijiji cha Magugu. Kwa kweli niseme ukweli, mimi japo sikuwepo kwenye hilo eneo, baada ya kusikia mwenyekiti anatuhumiwa, nilimuita ofisini kwangu akiona katibu wake. Alinieleza kwamba yule kijana alimkuta anavuta bangi hadharani. Na kwa kuwa mwenyekiti wa kitongoji cha Majengo cha Warangi B ni mwenyekiti wa ulinzi na usalama kijiji cha Magugu, alichukizwa na hilo jambo, akamwambia si ukavute hata kule Korongoni unavutaje hadharani. Yule kijana akamwambia ukitaka niondoke hapa nipe hela kidogo. Yule mzee ambaye ni mwenyekiti wa ulinzi na usalama akasema mimi sina hela ya kukupa. Ndipo alipoanza kumtukana. Ndipo vijana wengine wakapatwa na hasira, kwa nini mwenyekiti wa kitongoji anatukanwa? Na vijana kweli walimshambulia. Kwa maelezo yake walimshambulia, lakini mwenyekiti wa kitongoji hajamgusa huyo kijana kwa maelezo yake.